Kupitia mkutano ambao Chadema viongozi wa juu walikutana na watiania, na moja kati ya kitu ambacho Tundu Lissu alikizungumza ni kwamba msimamo wa no reforms no election. Akasema kwamba wanasema msimamo huu unaashiria uasi, na akasema ni kweli. So Tundu Lissu yeye alisema yuko tayari kufanya uasi ili kuzuia uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu usifanyike. Umeelewa? So ni moja kati ya kauli ambayo ilizua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia nitakuwekea sauti yake hapa mwisho umsikilize vile ambavyo amezungumza. Sasa hii imefika kwa wakili msomi, namzungumzia Boniface Mwabukusi, lakini pia ni rais wa TLS, rais wa Tanzania Law Society. Yeye amezungumza ama ametafsiri kauli hii ya uasi. So anaandika kwa kusema uasi dhidi ya dhuluma na ukandamizaji sio kosa. Moja, kuasi kama wajibu. Kiutu, mtu ana wajibu wa kusimama dhidi ya dhuluma ili kulinda utu na haki za binadamu. Kutofanya hivyo kunaweza kuwa ni kukabiliana kimya na udhalimu. Katika falsafa ya Mahatma Gandhi au Martin Luther King Jr., kuasi dhidi ya dhuluma kwa njia ya amani ni wajibu wa kimaadili ili kuleta mabadiliko ya kijamii. Katika baadhi ya mifumo ya kisheria au katiba, watu wanaweza kuwa na wajibu wa kupinga sheria dhalimu au mamlaka zinazokandamiza haki za binadamu. 2. Kuasi kama haki. Watu wana haki ya asili ya kujilinda, kulinda ndugu zao na mali zao na kusimama dhidi ya ukandamizaji. Haki hii ni sehemu ya haki za msingi za binadamu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki ya kujieleza, kuandamana na kupinga dhuluma kwa njia ya amani. Tamko la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu UDHR linatambua haki ya watu kupinga dhuluma na ukandamizaji. Kwa hiyo kuasi dhidi ya dhuluma ni haki ya kila mwanadamu, lakini pia ni wajibu wa kijamii na kimaadili ili kuhakikisha jamii huru yenye haki. Ni vema kutambua kwamba ni wajibu hasa pale ambapo ukimya unamaanisha kuhalalisha dhuluma. Katika mazingira ya kikatiba na sheria, kuasi dhidi ya dhuluma kama watu kutekwa na kupotezwa, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, ukiukwaji wa katiba na haki za kidemokrasia, haki za watu kumiliki ardhi zao na asili na kulindwa kwa mila na desturi zao zinafungamana na maeneo yao kwa njia za amani, si tu haki bali pia ni wajibu wa kiraia. Ambayo kana picha yake hapo. Kwa hiyo amezungumza, ametafsiri neno kuasi kama wajibu, lakini pia ametafsiri kuasi kama haki, na amechambua hapo akifanya quotation ya baadhi ya watu ambao walikuwa maarufu sana, kwa mfano Mahatma Gandhi, lakini pia Martin Luther King Jr. So ngoja tucheki na comment. Huyu anasema wanasiasa wengi wanatumia majukwaa yao kupinga jambo hili wakidhani dunia leo kuna wajinga. Wanatumia hadi vitisho kutengeneza hisia chafu dhidi ya madai yao. Hakika awamu hii liwalo na liwe. Sisi kama raia wa jamhuri tuko tayari kwa mabadiliko. Kifupi, no reforms no election. Wanasema kwa lugha rahisi, no reforms no election ni kwa ajili ya manufaa ya taifa hili, sio kwa Chadema kupinga ukweli huu ni kuhujumu taifa. Wanasema Warumi 13:1-2, kila mtu hana budi kutii serikali inayotawala, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu. Mstari wa 2 unasema kwa hiyo anayepinga mamlaka inayotawala anapinga chombo kilichowekwa na Mungu, na watu wanaoasi watajiletea hukumu. Yamefanya quotation kutokea kwenye Biblia takatifu. Anasema hongera sana wakili msomi, japo pia usisahau kupigania maslahi ya mawakili wenzako kama ambavyo unapambania jamii. Pambaneni kuboresha maslahi ya mawakili wako ambao unawaongoza. Wanasema umenena vyema kaka mkubwa, pamoja na kwamba umeamua kuwa sehemu ya wale walio na mamlaka. Ukipata nafasi ya kushauri, waambie wenye mamlaka kwamba wenye nchi wamesema bila reforms hakuna uchaguzi. Hii itathibitisha na ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ulivyotamka kwamba
mamlaka ni ya kwetu. Okay, sawa. Huyu anasema mkuu, kwa ulivyoona mchakato mzima wa uchaguzi serikali za mitaa na ni sawa kwenda uchaguzi mkuu hivyo. Je, haki itapatikana kwenye uchaguzi mkuu ambako ndiko maslahi ni makubwa kuliko serikali za mitaa? Of course comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli, kila mmoja akizungumza kwa upande wake kuhusiana na hiki. Wakili msomi Boniface Mwabukusi amekuja kukichambua hapa. Ngoja nimalizie baadhi ya comments chache hapa, alafu nitakuachia pia na wewe uzungumze ama uniambie kwa upande wako kwa hiki ambacho amekizungumza. Umeelewa vizuri? Huyu anasema no reforms no election. Huyu anasema mtumishi umemaliza kabisa. Sasa nyie wapambe mliokuwa mkisubiria kesi, endeleeni kusubiria. Watu walifikiri Lissu mjinga kutoa kauli nzito kama hizi. Na of course moja kati ya kitu ambacho kilizungumzwa na advocate pia naitwa Madeleka, of course alisema kwamba Lissu ni mtu ambaye anasoma vitu vingi sana, lakini pia ni mtu ambaye unahitaji kuwa umesoma vitu vingi ili kumshinda kwa hoja. Kwa hiyo inaonekana kisheria kile ambacho alikuwa anakisema basi alikuwa anakielewa. So huyu jamaa anasema watu walifikiri Lissu mjinga kutoa kauli nzito kama hizo. Okay, anasema thank you sir, here we go with no reforms no election. Wanasema fundamental ethic law versus justice. Wanasema well said, akamtagi hapo Mwabukusi Boniface. Okay, wanasema nyeje tekenyeni tu. Wanasema asante msomi. Wanasema mwamba yuko sawa sana. Huyu anasema haki uinua taifa. Huyu anasema usitogeuke kaka. Huyu anasema yatafika tu. Huyu anasema tutafika tu. Anasema kwa nini usitumie section 4 kudai tume huru? Unasema no reforms no election. Kwa hiyo ndo hivyo, kila mmoja amezungumza kwa upande wake kuhusiana na hiki ambacho wakili msomi Boniface Mwabukusi amekichambua hapa na kusema uasi dhidi ya dhuluma na ukandamizaji sio kosa, kwa kile ambacho kilizungumzwa na Tundu Antipas Lissu, ambapo tarehe 3 Aprili 2025 kiliitishwa kikao kati yake viongozi wakuu wa Chadema pamoja na watiania, umeelewa vizuri, wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo. Lakini moja kati ya kitu ambacho alikizungumza Tundu Lissu ndio hicho. Ngoja umsikilize hapa vile ambavyo alizungumza. Hii ni VOT Media. Mtazamo wako ni nini? Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.